Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa TV yetu ya Al-Azhari Tanzania TV au Al-Azhari TV Tanzania. Tunarusha matangazo haya moja kwa moja tukitokea katika viwanja vitukufu vya Arafa, viwanja ambavyo zaidi ya watu milioni 3 kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekusanyika hapa kutekeleza ibada ya haji. Katika mataifa hayo, Tanzania ni miongoni mwa mataifa yaliyobahatika kuweza kuleta wageni wa Allah kama Allah awaitavyo mwenyewe Dhuyufur Rahmani kuweza kutekeleza ibada hii. Na hapa mbele yetu tunaye hajat mkubwa ambaye binafsi mimi naogopa kumtambulisha, na nitamuomba kwa ridhaa yake ajitambulishe yeye mwenyewe ili wapenzi wafuatiliaji wa TV hii wapate kumjua. Kwa kuitwa nitamwita kama Hajat ambavyo ndivyo anavyoitwa hapa, lakini yeye mwenyewe atatuambia ni nani na ana labda amekuja kama ni haji au amekuja na taasisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Hajati, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati, unaitwa nani na ni nani? Manake watu wanataka kujua Hajati wewe ni nani deep down. Shukran kakaangu. Napenda kusema kwamba kwa jina naitwa Rehana Ghulam Hafiz Mukaddam. Ni kwanza kabisa ni Hajat, na pili pia ni former sales manager wa Saudia Airlines wakati na operate katika viwanja vya kimataifa vya Dar es Salaam, na pia ni mmoja wa managing director wa kampuni ambazo zinashiriki katika masuala ya usafirishaji wa anga. Pia ni mmoja wa kiongozi pia wa taasisi ya Ibn Battuta kwa upande wa wanawake. Mbali na hapo pia mimi pia mwenyewe pia na watu wangu ambao naweza kuwafikisha katika ibada hii ya haji, japo bado sijaanza kuwarusha kama vile kama taasisi yangu, lakini pia nimeweza kuwapa taasisi tofauti ili waweze kuwaleta na watu pia waweze kupata mafunzo tofauti katika taasisi tofauti. Kwa hiyo alhamdulillah, huo ndio utambulisho mdogo wa kwangu mie. Mashallah, Hajat, tusimamie hapo katika Hajat. Allah akubariki na akupe ufunguzi katika majukumu mbalimbali unayotumikia katika jamii ya Kitanzania na ya kimataifa. Hajat, hii ni hija yako ya ngapi, ya mwanzo? Hapana. Alhamdulillah, naweza nikasema namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na kwa kweli siwezi kuelezea kitu gani ambacho nakihisi katika nafsi yangu, katika moyo wangu, na ni bahati ipi niliyokuwa nayo ambayo Mwenyezi Mungu kaniruzuku hija 3 za mfululizo. Nimefanya haji wajib ambayo nimekamilisha haji yangu na kuwa bihajat kama vile mimi mwenyewe. Haji yangu ya pili nimeweza kumfanyia haji marehemu mama yangu ambayo hatuko naye leo, na ni ibada ambayo alikuwa anaitamani sana lakini Allah hakumjalia. Kwa hiyo katika mafunzo yetu ya kidini Mwenyezi Mungu katupa fursa sisi watoto, japo hatuwezi tukarejesha ihsani za wazazi, lakini chochote kile kidogo ambacho kinaweza kuwapa hueni kule walipokuwa, basi hatutaki kukaa nyuma bila kukikamilisha. Kwa hiyo haji yangu ya pili nimeweza kumhijia marehemu mama yangu, Mwenyezi Mungu amrehemu, na haji yangu hii ya 3 nimekuja rasmi kumhijia mamangu mkubwa ambaye yeye maisha yake hajawahi kuolewa, kwa sababu yeye alijitoa katika kumlea mama yake ambaye naye pia ni marehemu, ambaye ni bibi yetu sisi. Kwa hiyo yeye daima alikuwa anasema kwamba mimi sina wasiwasi, kwa sababu najua wa kuniombea dua wapo, wa kunizika wapo, ni watoto nyinyi wa dada zangu. Kwa alhamdulillah, mwaka huu nimeweza kupata muamko na kupata ile hamaki sana kwamba siwezi nikakaa nyuma, lazima nikamkamilishie ibada yake, na yeye pia japo kidogo aweze kufarijika nacho. Kwa hiyo ni haji yangu special kwa ajili ya mamangu mkubwa ambaye naye tayari ni marehemu. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun. Allah awarehemu wazee wako na wazee wetu waliotangulia. Allahumma amin. Allahumma amin. Hebu tuambie kidogo, umesimama katika maeneo ambayo kwa nyuma naona kama kuna mlima na kuna watu ambao nao ni mahujaji mfano wake. Pale ni wapi, na ni mahujaji kweli wale? Actually tunaweza kusema kwamba huu ni kwanza, hivi ni viwanja vitukufu vya Arafa. Hapa ndo rasmi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutoa hutuba yake ambaye iliweza kutoa ilani kamili ya kwamba dini ya haki ni dini ya Kiislamu. Pia tukiangalia kwamba kuna mlima pale, ule ni mlima unaitwa Jabal Rahma
ambayo ndio mlima ambao Mwenyezi Mungu kwanza ametuleta leo tukiwa tuko na pumzi zetu, tukaja tukashuhudia kwamba hii ndio hatima yetu. Hapa ndipo utakapokuwa mwisho wetu. Hakika katika mafunzo yetu ya kidini yamesema kiyama itakavyofika, watu wote ndio watakaposimamia hapa siku ya kiyama. Kwa hiyo ni neema kubwa kiasi gani Mwenyezi Mungu anatuweka katika kipindi ambacho kwamba leo hii tumesimama tukiwa tunatembea, tunaongea, tunashika, tunakula na tunaweza kufanya kitu chochote tukiwa binadamu wa kawaida, lakini itafika siku ambayo itakuwa siku ya yaumul qiyama ambayo tutafufuliwa na kusimama katika viwanja hivi kwa ajili ya hesabu zetu. Hajat, umesema ni haji yako ya 3, maana hii inaonyesha kuwa utakuwa umepitia majaribio au una uzoefu manake wa kuweza kuwaeleza mahujaji au hata watazamaji wanaofuatilia hapa uzoefu wako wa miaka hii 2-3. Nini manake ambacho umekiona, na especially ukizingatia mwaka jana tu kulikuwa na malalamiko katika mitandao ya habari, vyombo vya habari kupitia majukwaa mbalimbali, mashehe walikuwa wameleta taharuki kidogo wakidai kwamba gharama wanazolipa haziakisi huduma zinazopatikana hapa, wakati mataifa mengine wanapata huduma zaidi na kwa malipo huenda ya chini. Mwaka huu unazungumziaje, hali ipoje? Kwa kweli kwa upande huo na ujuzi niliokuwa nao, na alhamdulillah nimeweza kubarikiwa. Mwaka jana pia nilikuwepo na mimi pia nilishuhudia baadhi ya malalamiko, kwa sababu ni mambo yalikuwa ni mengi, taharuki zilikuwa nyingi, lakini naweza nikasema kwamba kwa upande wa kutoa Tanzania, kwanza naweza kusema tuna neema kubwa sana na watu wa Saudia. Kitu cha kwanza, yani nchi yetu daima imekuwa imependelewa, na pia viongozi wetu wanafanya kazi kwa juhudi sana kuhakikisha wanakamilisha kila azma na kile linalohitajika kwa ajili ya hujaji. Mimi nadhani hakuna jambo lenye kheri likakosa changamoto. Kwanza kabisa inabidi tu tuna imani hiyo kwamba haji lazima ikawa na changamoto. Ili kuweza kukamilisha haji yako utapitia misukosuko mingi, kuangalia Mwenyezi Mungu anatupima imani zetu vipi, tumesimamia kwa upande gani. Lakini tulikisema kwamba malalamiko kwa upande wa viongozi itakuwa tumewakosea. Viongozi wetu wamejitahidi sana, wameweza kurekebisha kadri ya uwezo wao, wanasimama na sisi kuanzia mahujaji wanavyoingia mpaka kuhakikisha wanawasafirisha tena kuwarejesha Tanzania. Mashallah, mashallah. Manake hakuna jambo la kheri ambalo halitokosa misukosuko. Mahujaji wanahitaji kuwa na subira na kuwapa muda viongozi wao, lakini kuwaamini zaidi kwamba kila penye kheri hapakosi majaribio, kwa sababu sehemu za kheri ndizo viwanja vya shaitani ambavyo siku zote amekuwa anakosa tiketi za kujidai. Sasa hebu tuambie kitu kimoja, tupo zaidi ya milioni 60 kama Tanzania, na kwa mujibu wa takwimu ambazo ziko katika majukwaa mbalimbali ni kwamba Waislamu tunafika zaidi ya milioni 28 kwa Tanzania kwa jumla. Lakini ukiangalia kwa mahujaji ambao wanakuja kutekeleza ibada hii ya haji, hususan ibada muhimu katika historia ya kila Muislamu, unakuta huenda haifiki hata 5,000. Labda tusaidie, mwaka huu kuna mahujaji wangapi kwa jumla kwa Tanzania? Takriban kama sijakosea, nadhani takriban mahujaji 3,000 wameweza kufika katika kukamilisha ibada hii ya haji. Na naweza nikasema kwamba tulikuwa tunatarajia maybe haji hii itaongezeka, maana mwaka jana kidogo mwamko ulikuwa mkubwa kidogo, tukafika at least tukavuka 3,000 na. Lakini kwa kipindi hiki kidogo ilikuwa kuna changamoto. Kwa sababu gani? Mambo yalikuwa mengi yamebadilika, time period ilikuwa ndogo, na sisi kama vile unavyotujua sisi wa Tanzania mambo yetu ni ya last moment. Yani mwamko wetu ni kipindi cha mwisho. Kwa hiyo unakuta kwamba demand ya wahujaji inazidi kuwa kubwa kile kipindi cha mwisho, kipindi cha kwanza. Lakini nadhani bado hili swala linaweza likarekebishika na viongozi wakakaa wakalitafutia mbinu ambayo inaweza kurahisishia watu. Ni kama vile labda kufungua madirisha yao pindi wakimaliza tu haji hivi, wakati wanarejea nchini, waanze kuelimisha, kutoa elimu kwa vijana na wazee. Naweza pia wakafungulia pia madirisha ya kuweza kuanza kujiwekezea kidogo kidogo mpaka hiyo mwakani. Maana ukisema kwamba tuko June na tunatarajia panapo majaliwa inshallah kwa uwezo kwa Allah kufikia tarehe 20 mahujaji wote wa Tanzania watakuwa wamesharejea nchini inshallah kwa uwezo wa Allah salama.
Kwa hiyo pia tunaweza tukasema kwamba by the time wanafika nchini basi wangeanza kutoa elimu, wangeanza kufungua madirisha, watu wangeanza kujidunduliza hicho kidogo kama kidola 100, kidola 1000, kidola 500, 300, 200. Hiyo pia itawawezesha hata wale waliokuwa wana nafasi za chini. Na pia naweza nikasema kwamba wallahi alhamdulillah, Tanzania nchi yetu ina neema. Kuna watu wengi alhamdulillah ambao wanajiweza. Mwenyezi Mungu kawapa neema kweli kwa wapa. Na nadhani kwamba watu wengi sisi ambao tukijiangalia tunasema labda tuko busy, hatuwezi, hatujaitwa, kipindi mwafaka sijamaliza. Kwa hiyo kuna matamshi tofauti. Kwa hiyo hata wale pia wakisema, wakijitolea nafsi zao, wakajitolea kwamba at least wakawa na watuma watu kwa ajili ya ibada hii adhimu. Ni moja sadaqatul jariyah tunaweza tukasema. Mtu anakuja kufanya hii ibada adhimu. Furaha gani anaipata binadamu ambapo anakuja kweli kuja kukutana na viwanja vitakatifu kama hivi vya Arafa. Anakuja kuomba msamaha. Hii ni siku ambayo watu leo watamlilia Mola wao, watamtaka maghfira Mola wao na watamuomba Mola. Yani kila mtu anaruhusiwa kukaa kokote katika viwanja hivi vitakatifu vya Arafa kuweza kuongea na Mola wake. Kwa hiyo hii ni neema kubwa kiasi gani kama wewe ukiwa muongoni wa mtu umemtuma japo mtu mmoja tu kuja kufanya hii ibada ya haji. Hii pia itasaidia kwamba ile wigo na ule ukubwa wa kuwaleta mahujaji kutoka Tanzania ukazidi kuwa mkubwa. Mashallah. Hajat, Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizopata bahati ya kusijui hizo nyingine, na karibia kusema kwa mwaka huu ni nchi pekee, lakini sio mwana historia na wala sio mwana takwimu, kwa hiyo siwezi kufunga, lakini naamini kuwa nisimamie kwamba Tanzania ni moja ya mataifa ambayo yamebahatika kuingia katika uchaguzi mkuu wa taifa wa rais, wa bunge, wawakilishi wa baraza, ujumbe baraza la wawakilishi na madiwani ambao bila shaka utafanyika Oktoba mwaka huu 2025. Na bismillah mashallah, Waislamu wengi na hata wasiokuwa Waislamu wamekuwa wakijitokeza wakitumia majukwaa mbalimbali kuiombea nchi yao amani na hali kadhalika. Sisi Waislamu hususan Hajat, wewe na Waislamu wengine ambao mko hapa, fursa hii mnatumiaje ya kuiombea taifa kuelekea uchaguzi ujao ambao ni miezi michache baada ya ibada hii adhimu na kubwa katika historia ya kila Muislamu? Nashukuru kwa swali lako zuri kakaangu. Ni swali ambalo ni kweli swali la muhimu sana, hasa tukiangalia Tanzania tunatarajia kufanya uchaguzi, na mpaka sasa hivi naweza nikasema kwamba Tanzania iko katika mikono salama. Na Mwenyezi Mungu katutunuku kwamba bara tunaye mama yetu kipenzi chetu, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, na pia Zanzibar tuna baba yetu Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo naweza nikasema kwanza napenda sana kutoa shukrani zao kwa dhati. Nimeshahudhuria kikao kimoja cha Ikulu Zanzibar ambaye nimeona jinsi gani Mheshimiwa Rais wa Zanzibar alivyokuwa na hamu ya kutaka kujua na kutaka kusaidia kuongeza ile wigo la mahujaji wa Tanzania kuja kufanya hii ibada adhimu. Kwa hiyo nimeweza kusikiliza mambo tofauti, nimeweza kuona kwa kushuhudia mambo mangapi yamekamilika wakishirikiana na viongozi wa taasisi mbalimbali za kutoka Zanzibar. Na pia mama yetu pia kipenzi hakutaka kukaa nyuma. Naweza nikakwambia kwamba kwa safari hii kuna mahujaji ambao wamebarikiwa, serikali imeweza kuwasafirisha, kama taasisi ya BAKWATA ya kipenzi chetu Mufti imeweza kusafirishwa na mama. Kwa hiyo hii peke yake pia ni neema, na tutakuwa wezi wa fadhila kama tutashindwa kumuombea katika ardhi hii tukufu ya Arafa, kwamba Mwenyezi Mungu awajalie, awavushe salama, awaondolee hasad wao na familia zao, awalinde, awape afya na mwisho mwema, na pia awape ushindi. Hakika tungekuwa japo tunaweza tukasema, tunaweza tukaongeza, tukaenda pembeni ya protocol na katiba inavyosema kwamba rais ni miaka 10 tu, tungemwambia mama hata miaka 50 tuwe naye. Kwa hiyo naweza nikasema mama 5 tena. Na sio hivyo tu, hiyo ni simu kutoka kwa Allah. Mama kapigiwa, mama kaitika. Na inshallah tunamwombea mama yetu miaka hiyo ya mbeleni tuweze kuja naye katika ibada hii adhimu, na yeye pia awe miongoni wa mahujaji, aweze kujumuika na Watanzania wenzake, tuweze tukawa naye, tukafuraha naye, tukapata furaha pia pamoja kukaa naye katika viwanja hivi vitukufu. Lakini dua zetu ziko pamoja na mama yetu na familia yake, na ushindi ni mkubwa unamsubiria. Mashallah. Mama ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan
ni miongoni mwa mahujaji, ni hajjati yule, historia inasema amehiji. Kwa hiyo unakusudia aje hija nyingine akiwa kama rais? Ndiyo kabisa. Hakuna kitu tunachotamani kama hicho, kumuona mama yetu akiwa na sisi, umeona? Kwa sababu huyo ndo sasa hivi ni mlezi wetu, ni mlezi wa taifa letu. Taifa letu liko katika mikono salama na ni mfano ambao kauweka katika dunia. Tukiangalia watu nchi zingine pia wameanza kuiga pia kwamba kweli rais anaweza kuwa jinsia ya kike pia. Kwa hiyo pia imetupa sisi faraka kubwa kuangalia nchi za jirani pia wapata muhemko, wameanza kuleta maraisi. Umeona, na tunatarajia kule mbeleni mambo mengi. Kwa kweli kafanya kazi nzuri na kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mama yetu kipenzi. Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mna ujumbe wenu huku kutoka kwa Hajjat Rehana hafidhahullah, na insha Allah ameombea sana dua, natumai ujumbe huu utawafika. Sasa nina swali la nyongeza, ikipendeza ni kuwa naomba ujibu kwa ufupi sana. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mingapi tena? Mitano tena. Mitano tena. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum